Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my friends, watu wangu wa TikTok. Leo mimi ninawapa nasaha kama rafiki yenu Ambassador Ibrahima from USA, but mimi nataka niwahusie, niwaambie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna kitu kitakachoingiza watu peponi bila ya kuhesabiwa kama mapenzi. Mapenzi gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema watu wawili wakakutana kwenye jambo la kheri, kisha wakapendana, yani wamependana for lillah, yani wamependana kwa ajili ya Allah. Hakuna kilichokuwa nyuma ya mapenzi yao, kwa sababu siku hizi mtu anakupenda kwa sababu ya lengo ya kitu fulani, lakini wale watakaokutana wakapendana kwa ajili ya Allah, hali ya kuwa wamekutania kwenye kitendo cha kheri, basi siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atanadi kwa riwaya na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema siku ya Kiyama, yauma yaqumu nnas li rabbil alamin, siku watu watasimamisha mbele ya Mola wao waanze kuhukumiwa, siku watu watasimamishwa kwenye mahakama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu atanadi kwa kusema, wako wapi watu waliokutana wakapendana kwa ajili yangu, kwa ajili ya Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wako wapi wale waliopendana kwa ajili ya Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya salam, ya salam. Kisha milango ifunguliwe, waingizwe peponi bila ya mahisabu. Waislamu, nani hayuko tayari? Watu mpendane kwa ajili ya Allah, watu muhurumiane, watu musalidiane. Yoyote unayofanya yafanye kwa ajili ya Allah, yafanye kwa ajili ya kuridhisha Mwenyezi Mungu, sio kwa ajili ya kuridhisha wanadamu. Wanadamu na wasaidia, kesho wanakutukana, wanakupiga mapanga, lakini ukimsaidia mtu kwa ajili ya Allah, Allah mwenyewe atakufungulia njia zako zitanyoka, njia zako zitakuwa zepesi. Mimi nawaambia hivi kwa sababu nina ushuhudia mwingi sana. Ukimsaidia mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hutaki kitu chochote nyuma yake, hutaki kitu chochote katika maisha yake, Mwenyezi Mungu anakufungulia njia za kheri duniani, na kesho ukiingizwa kwenye kaburi yako na akhera utakuja katika watu waliofaulu, almuttaquna.